Saa 2:30 msikilizaji Afrika Mashariki, wakati ni saa 1:30 Afrika ya Kati. Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Benson Wakoli. Mengi tumekuandalia kwenye awamu ya pili ya matangazo yetu. Baadhi ya taarifa utakazosikia ni pamoja na kwamba tume ya uchaguzi nchini Kenya kuzindua kampeni ya kuandikisha wapiga kura wapya, mahakama nchini Afrika Kusini kutoa hukumu dhidi ya Julius Malema na mlinzi wake, na Urusi nayo yaimarisha mashambulio kule Kiev. Hujambo na karibu kwa awamu ya pili msikilizaji ya matangazo yetu asubuhi hii, ikiwa ni Septemba 29 mwaka 2025. Tuanze wapi? Tuanze Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Wizara ya Sheria nchini humo imetangaza kusitisha kwa muda wa wiki 5 utoaji wa leseni za makanisa, vyeti vya uraia na nyaraka nyingine, katika kile imesema ni kujaribu kukabiliana na vitendo vya rushwa katika ofisi za umma. Caro Coril na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Sheria, hatua hii inalenga kufichua ukiukaji wa sheria, ukiwemo ufisadi katika kutoa hati hizo, uwepo wa mtandao usio rasmi unaotumika katika utoaji wa hati gushi. Waziri wa Sheria Guillaume Ngefa amesema muda wa kukagua mifumo utasaidia kurejesha uwazi, kuboresha viwango vya huduma kwa wananchi na kurejesha imani ya raia katika taasisi hiyo. Usitishwaji huu unakuja baada ya raia na mashirika ya kiraia kulalamika kuhusu ukiukwaji wa haki na uwepo wa ukiritimba katika utoaji wa huduma kwenye taasisi husika. Uwepo wa ufisadi umesababisha upatikanaji wa hati hizo kuwa za gharama ya juu na kuwepo kwa msongamano wa watu wanaosaka hati hizo. Nchini Uganda, kampeni za kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao zimeanza rasmi, wagombea wakuu akiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni anayelenga kutawala nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 40 na aliyekuwa mwanamuziki aliyegeukia siasa Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Kinyang'anyiro cha mwaka ujao msikilizaji, kikifanana na kile cha mwaka 2021 ambapo pia wawili hao walishindana, Rais Museveni akiibuka na ushindi. Abiria 13 wamefariki nchini Kenya na wengine 3 kujeruhiwa vibaya baada ya gari walilokuwa wakisafiria ndani kugongana ana kwa ana na lori eneo la Kikope, jimboni Nakuru, katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Polisi wamesema dereva wa matatu hiyo alikuwa akijaribu kuyapita magari mengine. Tukisalia nchini Kenya, tume ya uchaguzi nchini humo leo inazindua rasmi kampeni kuandikisha wapiga kura wapya, zoezi ambalo linatarajiwa kushuhudia maelfu ya vijana maarufu Gen Z wakijiandikisha kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kufuatia maandamano ya mwaka jana na mwaka huu, vijana wameonekana kwa mstari wa mbele kutaka kujiandikisha, wakitolewa wito na wanasiasa pamoja na wanaharakati. Dismas Mkua ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Ukiangalia tume ya uchaguzi na mipaka IEBC inatilia sana mkazo kuangalia kwamba vijana wa Gen Z wamesajiliwa. Vijana wengi hapa Kenya huwa wajisajili kushiriki katika mambo ya uchaguzi, lakini wanashiriki katika mambo ya kuangalia vile hela za Kenya zinatumika. Ukiangalia katika demokrasia yoyote, wane Gen Z hapa, ukiangalia sasa Kenya, uangalie Afrika, uangalie kwa dunia yote, Gen Z ndio wana ushawishi mkuu sana. Ni mtazamo wake Dismas Mkuu, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Serikali ya mashariki mwa Libya jana imetangaza kuendelea kuunga mkono serikali ya kijeshi ya Sudan, wakati huu juhudi zikiendelea kutafuta suluhu kwa vita vinavyoendelea kule Sudan. Yakijiri hayo, watu 95 wamekufa kutokana na njaa pamoja na magonjwa katika kipindi cha siku 40 zilizopita kwenye kambi ya wakimbizi ya Bshuk huko El Fasher nchini Sudan. Wafanyakazi wa kujitolea wamethibitisha taarifa hii, anavyoeleza Hilary Ngati. Kulingana na ripoti iliyotolewa na mashirika ya misaada ya kibinadamu, matukio hayo yanaonyesha hali inavyoendelea kuwa mbaya katika mji wa El Fasher. Kambi hiyo ambayo ilikuwa ikitoa hifadhi kwa wakimbizi wa ndani zaidi ya 19,000 imekuwa ikishambuliwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani, na vifo vya raia vikiripotiwa, wakati maelfu ya wengine wakitoroka kutafuta mahali salama. Mwishoni mwa mwezi Agosti, wapiganaji wa RSF walishambulia kambi hiyo na kutekeleza mauaji ya karibia watu 40 na kuwateka wengine, kulingana na ripoti ya wanaharakati wa haki za binadamu. Haya yanaripotiwa wakati wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kushinikiza pande hasimu kwenye mzozo wa Sudan kuhakikisha raia wanalindwa, hasa wanapotorokea kwenye maeneo salama. Na Victor Mturi, tueleze kwenye habari rafiki leo tutakuwa tunajadili nini? Nchini Kenya, tume ya uchaguzi IEBC
imezindua rasmi zoezi la kuandikisha wapiga kura nchi nzima kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, zoezi linalotarajiwa kuwavutia maelfu ya vijana maarufu kama Gen Z. Kumekuwa pia na harakati kwenye mataifa mengine ya ukanda kutaka vijana kujiandikisha kwa wingi. Tunamuuliza kijana wa Kenya, je, utajiandikisha? Vilevile msikilizaji atuambie nchini mwake mwitikio wa vijana kujiandikisha ukoje? Ashiriki kwa kutuma ujumbe wake wa sauti kwa nambari yetu WhatsApp alama kujumulisha 254 110 000 420. Na msikilizaji, anza kutuma maoni yako hivi sasa. Ruben Lukumbuka na kusubiri. Wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikinoa nanga mwishoni mwa juma lililopita nchini Cameroon, kiongozi mkongwe wa taifa hilo Paul Biya anayewania kuchaguliwa kwa muhula wa 8 hajaonekana. Msikilizaji, Emmanuel Makundi amekuwa akitathmini safari ya Paul Biya. Kwa mujibu wa wanadiplomasia walio karibu na ikulu ya Cameroon, wamesema kiongozi huyo alisafiri juma moja lililopita kwa ziara kwenye nchi za Ulaya na kwamba yuko mjini Geneva bila hata hivyo kueleza ni lini atarejea nyumbani. Jumla ya wagombea 12 akiwemo Paul Biya walipitishwa na tume ya uchaguzi kushiriki uchaguzi wa Oktoba 12, uchaguzi ambao Biya anapewa nafasi kubwa ya kushinda. Kutokuwepo nchini mwake kuzindua kampeni za chama chake kumezidi kuibua maswali kuhusu afya yake, miezi kadhaa kupita tangu azushiwe kufariki. Wapinzani wake Cabral Libil wa chama cha upinzani cha National Reconciliation alizindua kampeni zake kwenye mji wa Douala, huku waziri wa zamani wa utalii Bello Boba Maigari na mgombea mwingine Akere Muna nao wakizindua kampeni zao. Biya hajawahi kuhutubia raia wa nchi hiyo tangu Julai 13 mwaka huu, ambapo aliandika kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X alipotangaza nia ya kugombea kiti cha urais. Aidha, Biya alishindwa kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa jijini New York juma lililopita na badala yake aliwakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje. Septemba 17, katika tukio lililovuta hisia, mtoto wake wa kike Brenda Biya aliwataka raia wa Kameruni kutompigia kura baba yake, kabla hata hivyo ya baadaye kufuta ujumbe huo kwenye mtandao wake wa TikTok na kuomba radhi. Na msikilizaji, mbali na hayo, raia nchini Ushelisheli watalazimika kurejea debeni kumchagua rais baada ya matokeo ya duru ya kwanza kukosa kuonyesha mshindi kati ya rais Wavel Ramkalawan na kiongozi wa upinzani ambaye ni Patrick Hamenie. Kampuni ya kusambaza mafuta nchini Nigeria ya bilionia Aliko Dangote imetangaza kurejelea shughuli za kusambaza mafuta kwa kutumia sarafu aina ya naira baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na ukosefu wa mafuta ghafi nchini Nigeria. RFI. Msikilizaji, usahau kwamba matangazo haya yanakuja mbashara kutoka Nairobi. Ukiwa jiji la Bujumbura kule Burundi, tunasikika vizuri tu kupitia masafa ya 96.1 FM au 103.7 FM. Jijini Kampala pia tunasikika vizuri tu kupitia 93.7 FM. Urusi imetekeleza mashambulio mfululizo ya ndege zisizo na rubani pamoja na roketi kulenga mji wa Kiev pamoja na miji mingine ya Ukraine. Watu kadhaa wakaripotiwa kuuawa na wengine kujeruhiwa. Mashambulio haya yalitekelezwa wakati huu nchi za NATO zikiimarisha ulinzi wa anga yake kufuatia matukio ya hivi karibuni ya Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani mashambulio hayo. Wakati wa mkutano wa Umoja Mataifa ukiendelea, Urusi ilitumia karibu kila siku, kila saa kushambulia Ukraine, na hii ndio inaitafsiri Urusi. Hivi ndivyo hufanya, na sio kile wanakisema au kutuma ujumbe kwa dunia. Wamepuuza mapendekezo yote ya kweli ya kuleta amani na wanastahili shinikizo zaidi. Wiki hii tunatarajia maamuzi zaidi kutoka Umoja wa Ulaya kuhusu kuweka shinikizo hilo kwa Urusi. Na kwa kweli nchi hizo zinapaswa kutangaza orodha mpya ya vikwazo vya awamu ya 19. Sauti yake Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine. Wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza leo inatarajiwa kutoa masharti makali yanayolenga kudhibiti wahamiaji kuingia nchini humo. Moja masharti ikiwa ni sharti uwe na ajira ndipo ruhusiwi kuishi Uingereza. Rais wa Marekani Donald Trump analenga kuimarisha mkataba wa amani wa Gaza baadaye leo atakapokutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, wakati wapiganaji wa Hamas na wakidai kwamba wamepoteza mawasiliano na mateka wawili wa Israeli. Ni matangazo msikilizaji ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya RFI Kiswahili, ambapo pia unaweza kuzisoma taarifa hizi na kuzielewa kiundani.
Na msikilizaji, kule Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivi sasa ni saa 12 na dakika 40, wakati huu tunapopata habari za michezo. Zinaletwa kwako ni Emmanuel Richard Makundi. Karibu bwana kwa awamu ya pili. Naam, asante Benson. Nilikwambia kwamba ni furaha kwenye ukanda wa Afrika Mashariki baada ya Simba, Polisi ya hapa Kenya kufuzu pamoja na Hilal kufuzu hatua ya mzunguko wa pili. Simba walitoka sare ya 1-1 na Gaborone ya Botswana kutoka sare ya 1-1 pale Dar es Salaam, lakini Simba wanasonga mbele kwa faida ya goli la ugenini, kwa hivyo mabao 2-1. Polisi Kenya walifungwa na Mogadishu City, lakini Polisi Kenya wao wanafuzu pia kwa faida ya bao la ugenini baada ya ushindi waliopata juma lililopita. Timu nyingine ni Manga Sport ya Gabon, walitoka sare bila kufungana na Rahino ya kule Burundi, na Rahimo wao wanafuzu kwa njia ya matuta 4-2. Kwa hivyo mechi zinazofuata, Aigle Noir ya Burundi itacheza na Al Ahly ya Misri. Mlima Insurance ya Ethiopia inasubiri mechi kati ya APR na Pyramids ya kule Misri. APR ni ya Rwanda. Polisi ya Kenya watacheza na El Hilal ya Sudan, wanafahamiana hawa. Rahimo ya Burundi watacheza na Esperance de Tunis, wakati Nsingizi Hotspurs ya Eswatini watacheza na Simba ya Tanzania. Silver Strikers ya Malawi watacheza na Yanga ya Tanzania. Vipers ya Uganda watacheza na Power Dynamos ya Zambia, na Saint Louis Lupopo ya DRC wanasubiri mechi yao na El Merreikh ambapo watacheza na Orlando Pirates ya kule nchini Afrika Kusini. Hivyo tunawatakia kila laheri. Lakini katika kombe la shirikisho, Nairobi United wao watakuwa na kibarua dhidi ya Etoile du Sahel katika mechi ya mzunguko wa pili. KMKM ya Zanzibar watakuwa na kibarua dhidi ya ndugu zao wa upande wa bara Azam FC, lakini Flambour Centre ya Burundi watakuwa na kibarua dhidi ya Singida Black Stars ya Tanzania. Kibarua kweli. Na matokeo ya mechi za ligi kuu ya soka hapa nchini Kenya hapo jana, Shabana wanasema labda wafungwe pingu tu peke yake au wafungwe Kanga peke yake baada ya kuwachabanga Bandari kwa bao 1-0 katika mechi ya ligi kuu. Washabiki wa Shabana wana furaha kweli kwa sababu timu imeendelea kupata ushindi. Mayaka saya shikiki. Wanaone wanakuambia labda wafungwe Kanga tu, lakini sio magoli. Sweri tuone. APS Bomet walikubali kipigo kutoka kwa Murang'a Seals kwa magoli 2-0 katika ligi kuu ya Tanzania. Pamba walitoka sare ya bila kufungana na TRA, wakati Mtibwa Sugar baada ya kurejea katika ligi kuu wafunga Fountain Gate mabao 2-0 pale nchini Uingereza. Kama unavyojua, haikuwa siku nzuri kwa Manchester United siku ya Jumamosi kwa sababu ilipokea kipigo cha magoli 3-1, lakini jana Aston Villa waliwafunga Fulham kwa mabao 3-1, wakati Newcastle walifungwa na Arsenal mabao 2-1. Nikushukuru sana bwana, siku njema. Asante. Na msikilizaji, sasa tupate uchambuzi wa magazeti unaletwa kwako na Bikaro Koril bana. Hujambo na karibu. Si jambo bwana Benson. Awamu ya pili tutaanzia gazeti la Le Figaro. Embu rudia. Le Figaro. Mkutano kati ya Rais Donald Trump na Netanyahu siku ya leo, ambapo Trump nafikiri atakuwa amejadili kuhusu mpango ambao anampendekezea bwana Netanyahu kuhusu kumaliza vita vya Gaza. Gazeti la Le Monde limeandika bado kuhusu mzozo wa Gaza. Hamas yaitaka Israel kusitisha mashambulizi wakati inaendelea kuwatafuta mateka wawili. Hamas wanasema kwamba kidogo walipoteza mawasiliano na mateka wawili kwa sababu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kumerindima sana Gaza katika siku ambazo zimepita. Turudi barani Afrika. Kule DRC, Actualite.cd, serikali ya DRC inapanga kuja na sheria mpya kuhusu uagizaji wa magari yaliyotumika ama magari kuku. Unajua mataifa mengi huwa bado hajaweka ile tunaita nini caveat ama kile kizuizi cha miaka mingapi ya gari ambao unaweza kuagiza. Kwa mfano Kenya nafikiri ni miaka 10, lakini kwa hivyo DRC inalenga sheria kama hiyo. Atapanda bei na hurumia ndugu yangu Vitali, ataweza kununua gari kweli? Atanunua tu yeye, anasema pesa zipo. Mtandao wa Ukapi Radio, wanajeshi wanaoshika doria ufuo wa ziwa Albert mkoa wa Ituri wanatuhumiwa kuwatu
kuwatoza wavuvi ushuru haramu maarufu kama network. Na kule Rwanda, New Times Rwanda, Rais Paul Kagame ameshiriki jana katika sherehe za kutamatika mashindano ya dunia ya baiskeli ambayo yalikamilika kule. Jason Sagini amekuwa akipiga kambi. Kwa hivyo mashindano haya yaliisha. Tunatarajia kwamba tutamuona leo Sagini. Bila shaka anaenda kupokelewa katika uwanja wa ndege. Naona tuishe hapa. Naam, una muda. Nina muda. Daily Monitor la kule Uganda, shirika la ndege la Uganda lakabiliwa na matatizo si haba. Kuna matatizo ya ufundi, kusitishwa operesheni ya ndege kama 2. Kwa hivyo shirika hilo lina yumba. Magazeti ya kule Tanzania, gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, serikali yatangaza mkakati kuboresha vivutio vya utalii. Dr. Samia ametangaza ahadi ya kujenga bandari kule Bagamoyo. Ni katika kampeni ambazo anaendelea nazo. Ameahidi mengi, sijui kama lakini wacha tusubiri tuone nani atakuwa mshindi na tuone utekelezaji wake. Gazeti la Mwananchi, Askofu Shao, amani ya kweli iende na haki, na vilevile kauli ya Samia, pwani itakuwa ni kitovu cha usafirishaji na viwanda. Taifa Leo, hali si shwari kwa mawaziri wa Raila, hawajui hatima yao baada ya Raila kusema huenda wasimuunge mkono Rais Ruto mwaka 2027. Nikushukuru sana kwa uchambuzi wa magazeti Bikaro Koril. Usiondoke basi, shiriki nami kwenye makala. Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu katika makala ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Bunge la watoto wilayani Masisi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeshtumu unyanyasaji wa kiuchumi na kingono wa watoto unaozidi kukithiri mashariki mwa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu huko Masisi, maelfu ya watoto wanatumiwa katika biashara mbalimbali za kiuchumi na wazazi wao ambao wanaolazimisha kufanya kazi nao katika shughuli zao za vijijini na hata katika biashara ndogo haramu za kingono. Mashirika hayo yanasema watoto hawa wanahusika katika biashara ya ukahaba. Katika makala leo, msikilizaji, nashirikiana na mwenzangu Bwana Chube Ngorombi ambaye ataeleza kwa kina nini kinafanyika kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu, jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli. Na msikilizaji, moja kwa moja nampisha Bwana Chube Ngorombi kuendeleza makala haya. Msikilizaji, kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za binadamu, hali hii ya kuwatumikisha watoto inatokana na vita vya M23, makundi mengine yenye silaha pia ambayo yanafanya eneo hili la Masisi kukosa usalama. Bwana Uzima Shamba, kiongozi wa bunge la watoto wilayani Masisi, likoje hili? Tunakutana watoto wengi wameshaacha mashule, hawacheze tena mtaani mzuri. Watoto wengi hawajui na droit zabo na haki zabo kwa sababu wamebakia kwa kutumikishwa vibaya na wakubwa ndani ya mtaa wetu wa Masisi. Wametumikishwa na wamama zabo, wametumikishwa na wababa zao katika mashamba, katika marestora, kubeba mizigo mizito. Wanaanza kusafirisha vifaa kutoka Masisi Centre mpaka Walikale, ndio wanaita wakingekyo. Hiyo kitu kabisa imesababisha watoto kutokuheshimia haki zao mtaani Masisi. Ni watoto wangapi wanakabiliwa na hali hii ya matumizi katika wilaya ya Masisi? Watoto wako wengi kwa sababu wakati ambao vita ya M23 ilianza, watoto waliacha majamaa zao, watoto waliacha mashule zao wakienda makambi fulani na wengine wakaenda mafamilia dakei. Wale watoto wanakosa wafanye nini? Kwa hayo Bora Uzima Shamba, una wito gani haswa? Kwa hiyo mimi naanzia kwa serikali ndio inapanaka ruhusa ya zile manganda, zile mahoteli kufonksione. Tunaomba waja de renseignement wako napita kila mara mwa zile mahoteli, mwa zile manganda, kuangalia kama kuna patikana kundi ya watoto ambao wako ndani. Tunaangalia UNICEF iendelee ikuye
mbio sana kwa kuapia hii parlement d'enfant. Hii parlement d'enfant kwani yeye iko tayari kwa kubeba message, kwa kubeba hii ujumbe kwa watoto wote mtaa wote wa Masisi ya kwamba mtoto fasi yake haiko tena mwele manganda, haiko tena mwele mahotel, haiko tena kukutumikishwa vibaya, lakini fasi yake imebaki masomo na imebaki kujamaa. Tulienda usina Nyabero tukaimiza, lakini kipesa hatuna apu yoyote. Ndio kwa maana wote ule ambaye amesikia hii sauti yetu ya watoto mtaani wa Masisi akuje mbio atusindikize. Asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, msikilizaji, wanafahamisha kuwa hali hii inatokana na sababu kadhaa, hasa umaskini na ukosefu wa usalama. Juste Bahemuke Bwira ni msemaji wa shirika la raia wilayani Masisi. Inaonekanaka fasi za mingi sana za makade deplace ambako kunakuwa wazazi ambao wanatumikisha watoto wa kidogo kidogo pahali wapeleke shule, na ingine msichana mwenye iko na umri wa miaka 18, 14, 15 mpaka 12, unakuta wanatumikishiwa na wazazi wanawatuma waende watafuta wanaume ili wapate nao pato kidogo kwa kuchangia na jamaa la. Kunakuwa ingine yenye mzazi anapatia mtu mwenye anaweza kuwa anampatia sawa vile $10 kumwezi, anapana msika wake ama mtoto wake akwe nachunga watoto wa watu ambao wako na pato kidogo. Watoto hawa wamethibitishwa kutumiwa kwa namna tofauti katika maeneo mbalimbali mkoani Kivu Kaskazini. Izaki Kibira ni mwakilishi wa liwali eneo la Bwito. Wamejitoa kuvitendo vya ngono katika zile nyumba ndogondogo zinazoitwa huku kwetu Maison de Tolerance. Kwa kupitia ile wanakunya mapombe makali makali, wanakamata wanaume wakiwa na miaka kidogo sana, maisha yanakuwa magumu, na ile inasababisha watoto kuharibika na watoto hawaende shuleni. Basi wanakuwa kama wamepewa muda ya kufanya vinavyowapendeza, na wazazi wanakuwa katika mazingira ya kuweza kugharamia maisha ya watoto, na ile inasababisha wazazi kuachilia watoto ama kuwatuma katika mashamba mbali kwenda kuleta chakula. Jua haki zako na Benson Wakoli. Iwapo ndipo unafungulia redio yako, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International, na haya ni makala ya Jua Haki Zako, ambapo tunajadili ukiukaji wa haki za watoto kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na shirikana mwenzangu Bwana Chube Ngorombi. Bwana Ngorombi, endelea. Wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wamelaani vikali wanaowatumia watoto katika shughuli mbalimbali kuliko kushughulikia elimu yao. Neli Lumbulumbu ni mwanasheria mtetezi wa haki za wanawake pamoja na watoto mashariki mwa Kongo. Inapenda kwanza niwaoneshe wazazi ya kuwa ile vitendo ni vitendo ambavyo vinakatazwa kabisa na sheria yetu ya ukingo wa watoto, kwa sababu sheria inasema ya kuwa watoto, nafasi ya watoto ni kwa shule, watoto wanapaswa enda kwa shule, na watoto wanapaswa kuwa na ile ukingo kutoka kwa wazazi wao hata na watu wengine ambao tunaita cercle d'education. Na wazia ya kuwa hii vitendo vinaomba kabisa sheria yetu ipate kukua aplike ama wapate kuyafatililia, kwa sababu watoto ambao wanapatikana ndani ya manyumba ya ukahaba iko kitu ambao kinakuwa kabisa kia uzito sana, na inaomba watu kabisa wanapiganisha pamoja kwa kuweza kumaliza ile vitendo. Tukaangalia mzuri, ni kweli maisha yako mazito fasi yote, lakini ukamweka mtoto wako kwa nyumba ya ukahaba unamhatarisha vikali. Utatuma anaweza pata magonjwa ya zina, utatuma anaweza pata magonjwa ya VIH, utatuma mtoto anaweza kuwa anakuwa mtoto mwenyewe hata kwa tena na walazima hata kwako baadaye. Kwa hayo, Neli Lumbulumbu amejulisha kinachotakiwa katika ulinzi wa watoto hao walio hatarini. Tunawazia kwa wazazi wanaomba wapate kufuatilia namna gani ya kuwalea watoto, na ile sheria yetu inaweza weze ikatumika kwa hayo, na kuangalia namna gani kwanza kuadhibu vikali wale wote ambao wanafanya vile vitendo, na ya pili nchi yetu ikamate programu mpya. Tunajua kama province ya Nord Kivu kwa sasa inakuwa ndani ya shida, lakini wanaweza kuwasaidia wale wazazi kwa kuweza kuwapatia programu ya kuweza kuwasindikiza watoto, namna gani watasindikiza watoto kwa education yao, namna gani wataweza kuwapatia watoto nguvu ya kuweza kukatala ile vitendo mbalimbali, na ni ya kwamba ni kusema
tunapashwa kuwasensibilize wazazi, na tunapashwa kuwa na programu ambayo inatoka ndani ya vikundi mbalimbali vya ambao vinatetea haki za watoto kama vile UNICEF na wengine wote ambao wanafanya ile kazi, kwa kuweza kukatala kabisa na kuwasindikiza wazazi, kwa kuweza kuwaponesha watoto kwa ile hatari ya kuweza kuishi ndani ya nyumba za ukahaba. Lakini Neli Lumbulumbu, kama mwanasheria, ana wito gani pia? Deja gratuite ya enseignement iko pale, misi wazie kwa nini wazazi wanaweza kuwatuma tena watoto waende ndani ya manyumba za ukahaba. Japo hiyo gratuite iko na inajulikana, kusoma kwa bure kwa shule za chini na yua inawezekana, lakini ikakuwa kwa msingi wa juu, tunaweza hata kuambia wakuu wa viongozi waangalie namna gani ya kusaidia ile mitaa ambayo inakuwa ndani ya shida, sawa vile Masisi na Ruchuru, waangalie namna gani wanaweza kuwapatia na nguvu ya kuweza kuwasaidia wale watoto waende shuleni. Kwa sababu kwa mfano wasika wale ambao wanakuwa ndani ya mitaa mbalimbali wanaweza kuwapatia hata programu ya autonomisation ya kujipigania wenyewe, ili wapate kupata hata ile ambayo inaweza kuwa mafuta ya kupaka, inaweza kuwa sijue makuta ya kuweza kulipa shule. Na tunajua mashule zetu za mitaa ziko bei sana, ni kusema wazazi wanaweza kujikaza kwa kufanya ile kazi pamoja na sheria na serikali yetu ya Kongo. Kumbuka msikilizaji, hali hii ya kuwatumia watoto yashuhudiwa wakati wanawake waishio kampini katika mkoa wa Kivu Kaskazini wakabiliana pia na ubakaji. Kukuletea makala haya msikilizaji, ulikuwa nami Chube Ngorombi kutoka Goma, DRC. Kwa nukta hiyo msikilizaji, makala haya ya Jua Haki Zako yanafika kikomo. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli, kwa niaba ya mwenzangu Chube Ngorombi. Hadi makala yajayo juma lijalo, kwa heri. Barabara kabisa, naondoka mitamboni Chube Ngorombi msikilizaji, na makala hayo kwa ushirikiano nami msikilizaji. Basi nikukumbushe baadhi ya taarifa ambazo tumekuwa nazo kwenye matangazo yetu asubuhi hii. Ni pamoja na kwamba tume ya uchaguzi nchini Kenya itaanza leo zoezi la kuandikisha upya wapiga kura, ambao ni wapiga kura wapya. Bila shaka mahakama nchini Afrika Kusini kutoa hukumu dhidi ya Julius Malema na aliyekuwa mlinzi wake wakati Urusi imezidisha mashambulio kule Kiev. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi kwenye awamu ya pili ya matangazo yetu asubuhi hii. Asante sana. Na sasa